Bwana Yesu asifiwe, mtu wa Mungu. Karibu kwenye huduma ya Tumaini Service, every soul is saved. Mungu wetu anatueleza siku ya leo kwamba Mungu anajua mahitaji yetu na yuko tayari pia kujibu maombi yetu au maswali yetu ambayo tunapeleka kwake. Kwa mfano, tukiangalia kwenye kitabu cha Mithali sura ya 16 mstari wa 3, Mungu anasema mkabidhi Bwana kazi zako na mawazo yako yatathibitika. Maana yake una uwezo wa kupeleka haja zako za kazi yoyote ile, ndoa, uzazi, hizo zote ni kazi katika ulimwengu wa roho, katika ulimwengu wa mwili. Una uwezo wa kuzipeleka kwake kwa sababu ni matendo hayo. Kwa sasa unapoyapeleka kwake, Mungu anaweza kukuthibitishia, Mungu anaweza kukujibu sawa sawa na mahitaji ya kwako. Lakini sasa watu wengi wanapeleka haja zao wapi? Kwa sababu Mungu anasema kwenye kitabu cha Luka sura ya 6 mstari wa 38, Bwana anasema kwamba nitakujaza kwa kiwango cha kumwagika, kushindiliwa na kusukwasukwa. Lakini watu wanapeleka haja zao wapi? Kwenye miungu ya familia, kwenye miungu ya ukoo, kwa waganga, kwa washirikina, kwenye mapepo, kwenye majini. Alafu wakati huo wanaona kama vile kwamba Mungu asingeweza kujibu. Mungu anaweza kujibu hoja za namna zote. Maana Mungu anasema yasiyowezekana kwa wanadamu, kwa Mungu yote yanawezekana. Lakini sasa watu wanamfanya Mungu kama vile ni kiumbe ambacho hakina nguvu hizo. Mungu anasema kwenye kitabu cha Isaya sura ya 59 mstari wa 1, mkono wake haujapunguka hata ushindwe kuokoa, ushindwe kuleta mahitaji unayoyataka, ushindwe kuleta fedha, ushindwe kuleta chakula, ushindwe kuleta kazi, ushindwe kuleta watoto, ushindwe, haujapungua kwa namna hiyo. Halafu Mungu anasema pia pale pale, sikio lake si zito hata ashindwe kusikia. Ndio maana ukienda kwenye Mathayo sura ya 7 kuanzia mstari wa 7, unaona Mungu anasema ombeni nanyi mtapewa. Manake unapoomba na sikio lake yeye sio zito lishindwe kusikia, manake atasikia unachokiomba, na anaposikia unachoomba manake sasa yuko mahali hapo ili kukusaidia. Alimwambiaje Yeremia? Niko hapa pamoja na wewe ili nikuokoe. Sasa Mungu anaongea kwenye Wakorinto wa pili kuanzia kwenye ile sura ya 9 kuanzia ule mstari wa 8, Bwana anasema na Mungu aweza kuwajaza kila neema kwa wingi, kila neema ambazo zinaitaka, neema za rohoni kwa wingi, neema za mwilini kwa wingi, ili ninyi mkiwa na riziki za kila namna siku zote. Kumbuka riziki zetu zinatokana na neema Mungu aliyoiachilia. Ndio maana zinatofautiana, hazifanani. Na Mungu anasema wengine watapata 30, wengine watapata 60, wengine watapata 100, kwa sababu ya neema ambayo Mungu ameishusha. Ile neema ndio inasababisha kwamba riziki zetu zitofautiane. Kwa kama ni riziki ya chakula itatofautiana kulingana na neema, riziki ya mavazi itatofautiana kulingana na neema, riziki ya elimu ya watoto wetu itatofautiana kulingana na neema, riziki ya ufaulu itatofautiana kulingana na neema ya Mungu aliyoiachilia kwa mtu husika. Lakini wewe unapotaka majibu, unapeleka maombi yako wapi? Unapeleka hoja zako wapi? Unapeleka mahitaji yako wapi? Na Mungu anasema wazi, tusemezane, toa hoja zako, eleza hoja zako, nikupe haki yako. Hoja zangu unazipeleka wapi? Hoja zako unazipeleka wapi? Kama familia, hoja zetu tunapeleka wapi? Kwenye miungu. Unakuta watu wengi hawamfuati Mungu wa mbinguni kwa hoja. Na Mungu anaendelea kusema hapa, mpate kuzidi sana katika kila tendo jema. Sasa watu wanafanya matendo maovu alafu kwa kisingizio cha kwamba wanatafuta riziki zao. Watu wanaamua kuwa makahaba, wanaamua kuwa mashoga, wanaamua kuwa wezi, wanaamua kuwa matapeli, wanaamua kuwa mafisadi kwa kisingizio kwamba wanatafuta riziki zao. Na wakati mwingine kwenye sehemu fulani ya jamii fulani zinawapenda watu na zinawaapplaud na zinawapa nafasi. Lakini Mungu anasema kwamba matendo yao sio mema. Kwa hiyo ile riziki, kutafuta riziki zako za kila siku kusikufanye kwamba utumie njia ovu, matendo maovu kwa kisingizio kwamba ndio unatafuta riziki zako. Mungu anaweza kukupa riziki kwa njia za haki. Na ndio maana tukisoma kwenye kitabu hicho ule mstari wa 10, Mungu anasema na yeye ampaye mbegu mwenye kupanda. Mungu anajua unataka kuvuna, anafahamu. Na yeye ndio mwenye mbegu za kukupa. Neno lake tu linatosha kuwa ni mbegu. Mungu anakupa mshahara, inatosha kufanya kuwa sadaka, inatosha kufanya kuwa zaka, kuwa ni mbegu. Mungu amekupa elimu, inatosha kuwa ni mbegu ya wewe kwenda kupata mafanikio. Mungu amekupa nafasi ya kuwa kiongozi, inatosha kuwa ni mbegu ya kufanikiwa. Mungu amekufanya kuwa mtumishi wake, inatosha kuwa mbegu ya kufanikiwa. Ndio maana anasema na yeye awapae mbegu za kupanda. Lakini anasema na mkate uwe chakula, atawapa mbegu za kupanda na kuzizidisha.
naye atawaongeza mazao ya haki yenu. Sasa sijajua kama unajua elimu ulionayo ni mbegu. Sijajua kama unajua kwamba cheo ulichonacho ni mbegu. Sijajua kama unajua kwamba huduma uliowekewa ndani yako ni mbegu. Karama uliowekewa ndani yako ni mbegu ambayo Mungu anasema ataizidisha. Lakini anaizidisha kwa wewe kupeleka hoja kwamba Mungu, nimesimama kwenye hii kazi, nimesimama kwenye hii nafasi kama ambavyo wewe umenipa. Sasa ninataka unizidishe. Kwa sababu Mungu kama anasema kwenye kitabu cha Luka 6:38 kwamba nitakujaza kwa kiwango cha kumwagika, manake kuna multiplication, kuna kuzidishwa pale kwa kiwango cha kumwagika, kusukwasukwa, hata kushindiliwa, kuna kuzidishwa pale. Na ukiangalia anasema pale kwenye ule mstari wa 11, mkitajirishwa katika vitu vyote mpate kuwa na ukarimu wote umpatiao Mungu shukrani kwa kazi yenu. Sasa wengi kazi tulizopewa, nafasi tulizopewa, haturudishi shukrani kwa Mungu. Shukrani zetu tunarudisha kwa wanadamu, kwamba hao ndo tunaona kwamba ndo kama vile kwamba wao ndo waliweza sana kutuweka sisi pale. Shukrani tunarudisha kwenye miungu ya gizani huko, kwa waganga, kwa wachawi, kwa washirikina, tukizani kwamba hao ndo walikuwa na nafasi ya kutuweka sisi pale. Kwa ndo maana inatokea wakati kwamba ule wakati sasa hao wote wameshindwa kusaidia. Maana Biblia inasema wazi, amtegemea mwanadamu amelaaniwa. Hao wote wanaposhindwa kusaidia, sasa unapotaka msaada wa Mungu, Mungu sasa pale ndo tunamuona kama vile hajibu maombi yako. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anasema aonyoe mara nyingi, akishupaza shingo itavunjika. Kwa alipokuwa akikuonya usiende huku na huku kutafuta misaada, sasa umekwama. Unapokuja kwa Mungu, Mungu anakaa kimya, ananyamaza. Anapokunyamazia ndio pale unapoona kama vile kwamba Mungu hajui mahitaji yangu, Mungu hawezi kujibu mahitaji yangu. Ndio wakati mwingine watu wengi kwenye kupotea kuna kwa kukubwa, kwa sababu Mungu anasema wazi, iko njia ionekanayo njema machoni pa mtu, lakini mwisho wa hiyo njia ni mauti. Kwanza unawezekana ukapotea sana kulingana na ile njia uliyokuwa umeichagua mara ya kwanza, ambayo ilikuwa ni njia ya mauti. Hata unapokuja kwa Mungu alafu unaona kama vile kwamba Mungu hakujibu na hauko tayari kumsubiri, hauko tayari kuvumilia, uwe na uhakika kwamba Mungu mahitaji ya kila mtu anayajua. Anayajua mahitaji ya watu wote, anajua kila mtu kile anachokitaka. Lakini sasa nani yuko tayari kwenda na hoja mbele za Mungu kwamba Mungu, nataka unisaidie kwenye hili eneo, Mungu nataka unitoe kwenye hili eneo, Mungu nataka unitoe kwenye huu mkwamo. Watu wengi hawako tayari, wanasikiliza sauti zingine. Na Mungu anasema wazi kwamba yamkini ziko sauti nyingi duniani na kila sauti ina maana. Wanasikiliza sauti za wanadamu, wanasikiliza sauti za mizimu, wanasikiliza sauti za mapepo.